walikuwa wamepanga huko, kila mtu anapokuuliza TAKUKURU wako wapi, wako mtaani kule wamepanga kwa John Waweru. Lakini leo lugha imebadilika, kwamba tumepata jengo zuri ambalo watumishi wa TAKUKURU katika wilaya yetu ya Rungwe watafanya kazi kwa uhuru na limeongezea ari ya kufanya kazi. Nina imani na watumishi wa TAKUKURU wilaya ya Rungwe pamoja na mkoa. Zamani za kale kulikuwa kuna neno wanaambia sijapata huduma kwa sababu sikuvaa shati ndefu mkono. Maana yake nimekosa huduma kwa sababu sijatoa rushwa. Lakini sasa hivi kila sekta tuna imani tunakwenda kwa uhuru. Tunapata tiba mahospitalini, tunapata huduma katika mahakama na katika sekta mbali tofauti bila rushwa. Ni sababu ya hawa viongozi wetu wa TAKUKURU wanafanya kazi kwa uaminifu sana. Mtazamaji, hizo ni kauli za baadhi ya viongozi wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya waliokuja kushuhudia ufunguzi rasmi wa jengo jipya la ofisi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yani TAKUKURU wilaya ya Rungwe. Jengo hilo limezinduliwa rasmi Agosti 6 mwaka huu 2026 na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila. Ni jukumu la kutumia jengo hili ni la kwenu nyinyi wakazi wote na wananchi wa wilaya ya Rungwe. Tulitumia jengo hili kwa kufika hapa na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, hujumu uchumi, ubadhirifu wa fedha za umma, utakatishaji, basi na makosa yote ya namna hiyo, ili hatua ziweze kuchukuliwa. Kwa hivyo nitumia hadhira hii kutoa wito kwenu pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri zetu zinatumika kulingana na malengo yaliyowekwa na thamani ya fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo ionekane. Ni azma ya TAKUKURU kuona kuwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kiwango cha juu cha ubora na kwamba kila halmashauri inawatangazia wananchi wake kwa kubandika katika mbao za matangazo miradi yote iliyopitishwa katika halmashauri husika. Utaratibu huu ni muhimu kwani unaongeza uwazi na uwajibikaji na hivyo kuziba mianya ya rushwa na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa ipasavyo, kisha inakamilika kwa wakati na kuilinda na kuitunza pale inapokuwa imekamilika. Uzinduzi wa jengo hili unakuja wakati ambao ushiriki wa wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa unazidi kupewa kipaumbele. Mapambano dhidi ya rushwa yanahitaji ushirikiano wa kila mwananchi kukataa kutoa au kupokea rushwa, kila kiongozi kusimamia uwajibikaji na kila mtumishi kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu. Hapa Rungwe tunapokea jengo hili kwa furaha na tunaliona kama chombo muhimu cha kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na haki katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni dhahiri kwamba rushwa ni kikwazo kikubwa cha maendeleo ya wilaya yetu, mkoa wetu na Tanzania kwa ujumla. Hivyo jengo hili litasaidia kuimarisha ufuatiliaji, uchunguzi na elimu kwa wananchi katika mazingira mazuri. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi wananchi wote na viongozi wote wa wilaya yetu ya Rungwe kuendelea kuunga mkono juhudi za taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kutoa taarifa zinazohusu rushwa na kuepuka vitendo vya rushwa katika maeneo yetu ya kazi na maisha yetu ya kila siku. Mtazamaji, ndani ya kuta hizi mpya si tu kwamba malalamiko ya rushwa yatapokelewa, bali pia elimu itatolewa, uchunguzi utafanyika kwa weledi na ushirikiano kati ya taasisi na wananchi utaendelea kuimarishwa. Pembeni yake tuna chumba kwa ajili ya wakuu wa madawati ambayo kimsingi yanatekeleza majukumu ya TAKUKURU, majukumu ya kuzuia na kupambana na rushwa. Dawati la kwanza ni elimu kwa umma, dawati la pili la uzuiaji rushwa na dawati la tatu ni dawati la uchunguzi. Wote hawa tumewapatia ofisi kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao. Kwa wananchi na watumishi wa TAKUKURU Rungwe,
jengo hili ni zaidi ya ofisi mpya. Ni sehemu ya matumaini, sehemu ya kupata haki na kupeleka taarifa za vitendo vya rushwa. Uwepo wa hili jengo utatusaidia sana sisi kama Watanzania na wananchi kwa ujumla, kwa sababu mwanzoni hizi ofisi zilikuwa mtaani, watu walikuwa wamepanga. Kwa Watanzania tulikuwa tunaogopa kwenda kutoa taarifa kwa sababu tulikuwa tunaona kama mtu anakuangalia. Jengo kama sisi wananchi tunaenda kunufaisha kwa kiasi kikubwa. Kwanza kabisa, mahara tu ambapo jengo lilipo, usiri mkubwa wa jengo lilipowekwa, kwa wananchi wengi tulikuwa tunaogopa kupeleka taarifa zetu kule ambako ofisi mara kwanza zilikuwepo, lakini kwa sasa jengo linapatikana hapa, limewekwa katika usiri mkubwa na kazi ambayo inafanyika na TAKUKURU, basi sisi wananchi wote tutajitokeza kwa wingi kuleta shida zetu hapa kwenye jengo hili. Tulikuwa tunafanya kazi kwenye mazingira magumu, ambayo tulikuwa kwenye majengo ambayo sio ya serikali, majengo yalikuwa sio mazuri, ambayo yanawafanya wananchi wa eneo husika kutopata huduma kutokana na uoga wa maeneo ambayo walikuwa wanahudumiwa. Lakini kwa sasa, kwa hali hii ya majengo kama haya mazuri, bora, yanafanya shughuli yetu iwe rahisi. Mwananchi anakuja kupata huduma bora na anakuwa kwenye sehemu privacy, inamfanya awe sehemu ya siri kupata huduma bila uoga wowote. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, nashukuru sana. Mtazamaji, kadri utepe unavyokatwa na milango ya jengo hili kufunguliwa rasmi, ujumbe mmoja unabaki wazi: mapambano dhidi ya rushwa yanaendelea kuimarika, na serikali inaendelea kuwekeza si katika majengo pekee, bali katika kuhakikisha kuwa rushwa inadhibitiwa na hatimaye tunakuwa na Tanzania isiyo na rushwa. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.